Kufuatia posti ambayo aliweza kuiposti Chief Godlove Mwakibete kupitia page yake ya Instagram, Kigogo ameweza kureact kwa nguvu akiongea maneno mengi kuhusiana na Chief Godlove Mwakibete. Sasa kile ambacho aliweza kuandika Kigogo kupitia page yake ya Instagram, ikumbuka kwamba Kigogo mara nyingi yeye huwa anawafuatilia kwa karibu mambo ya siasa, lakini hivi leo nimeona siku kadhaa hapa nyuma ameanza sana kumfuatilia Chief Godlove Mwakibete, lakini hapo siku za nyuma Chief mwenyewe alienda ka comment kwamba wewe nawe umekosa vitu vya kufanya mpaka unaanza kunifuatilia. Lakini pia amekuwa akigusia mambo mengi kuhusiana na utajiri ambao anaumiliki Chief Godlove Mwakibete, hasa ule utajiri wake ambao mara nyingi ndio umekuwa tishio wa kununua magari kila siku kama nguo na kuyabadilisha vile atakavyo. Sasa jana kuna posti ambayo Kigogo aliweza kuposti na kushare kupitia page yake ya Instagram, lakini posti hiyo akaweza kuandika caption ambayo iliweza kuzua gumzo kwa baadhi ya mashabiki pamoja na watu ambao wamekuwa wakimfuatilia kwa karibu mkosaji huyo Kigogo, ambaye mara nyingi hatumjui kwa sura, tumezoea kuona tu picha yake hiyo hapo ambayo iko profile ya mtu mwenye mdomo fulani hivi mkubwa kama vile mtu wa system namna yake. Sasa Kigogo aliweza kuandika kama ifuatavyo kupitia upande wa comment: nimeitazama hii video kwa kina, nimegundua huyu dogo akiachana na nguvu anazotumia itakuwa kuna kitu nyuma yake. Jana katoka kutoa nyimbo na wasanii wa hip hop. Sasa hizi ukipitia kila kona wanaimba, alafu huku anawanunulia machifu mji kwa ajili ya kufanya ibada za kimila. Kuna kitu nahisi analenga, ila siwezi shindana naye. Sitamsema tena, nimegundua kuna kitu kiko nyuma yake. Sio kawaida. Hii hali sio kawaida kabisa. Haya mambo anayofanya kikawaida, mtu sio msanii katoa nyimbo siku moja tu iko trending namba 1 na bado anafanya mambo ya kila siku. Nimeshindwa. Afu akafresh na emoji 2 za kucheka. Kwa hiyo Kigogo amenyosha mikono juu kwa Chief Godlove Mwakibete. Ikumbuka kwamba Kigogo waga ni mtu fulani ambaye mpaka akupe kongole, akupe pongezi, basi ujue kuna kitu ambacho anakifanya. Na mara nyingi Kigogo huwa akisema kitu kinakuaga 99% ni kweli. Sasa baada ya Kigogo kuongea maneno haya kwamba Chief Godlove Mwakibete yuko sehemu akiwanunulia machifu viwanja kwa ajili ya kufanya ibada za kimila, Kigogo ameweza kusema kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kiko nyuma yake na amesema hawezi akashindana naye kamwe. Kigogo amenyosha mikono kabisa. Kwa hiyo mimi nitakuacha uweze kutazama klipu ambazo yuko Chief Godlove Mwakibete akiongea kuhusu mambo fulani. Hapa ni Blue House Dex Media. Mimi naitwa Dodex_Drizzy. Kwa sababu yeye kaleta mrejesho, tunajivunia wilaya ya Kyela. Alichokitenda Mungu ambariki, akamjazie tena pale alipotoa. Kitendo alichokifanya waige na vijana wengine, sio wajiite mwamba mtaani. Mwamba anaonekana saizi wilaya ya Kyela ameshawatambua wazazi wake. Kijana kisha kutambua mzazi wake akakuhifadhi, huyo ndio. Kwa hiyo mwandishi wa habari, mimi nitoe rai kwa vijana waige. Huyu Chief Godlove kaenda kujitafuta huko, alichokipata kakileta kwa wazazi. Sio kwamba alipokuwa anatoka Kyela hapa alitoka na mapesa, hapana. Kaenda katafuta. Vijana wajitoe kutafuta, wakishapata walete kwa wazazi wao. Sio wana Kyela tu, hata mikoa mingine waige, hata mikoa mingine. Unajua anajiita chifu, maana ya chifu ni kiongozi, ni mfalme, ni kiongozi wa jamii fulani. Sasa huyu amejiita chifu, hajakosea. Chifu ni kiongozi kwenye jamii, ameonyesha kwamba huyu sasa anafaa kuwa kiongozi kwenye jamii, kwa sababu anayoyatenda ni mambo ya kichifu. Machifu tunaisaidia serikali kutekeleza mambo yake, lakini umemwona alichokifanya sasa. Misaada anayotoa Kyela sio hapa tu kwa machifu, mwandishi wa habari, sehemu nyingi sana. Hata ukiingia kwenye mitandao utamuona kwa anaisaidia serikali, mpaka kwenye taasisi nyingi amekwenda, amesaidia. Mimi rai yangu kwa vijana wa Tanzania, tuseme sasa kwa Afrika nzima, mwige. Asante sana. Mimi kama katibu, na mimi sina budi kutoa shukrani kwa Chief Godlove, lakini kikubwa ni yale malengo ambayo sisi kama umoja wa machifu tumeyaweka baada ya kupata hii hali. Namba 1,
tunajenga ukumbi mkubwa sana wa mikutano kwa ajili ya machifu, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunakutania katika kumbi ambazo tulikuwa tuna kodi au tunaadhimu, lakini sasa hivi tutajenga ukumbi wetu mkubwa ambao ukumbi huo utakuwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii. Lakini pili, tutajenga ukumbi mwingine mkubwa ambao utakuwa ni ukumbi wa makumbusho kama museum. Ukumbi huo, unajua asili ya Mnyakyusa mambo mengi sana yanapotea. Ukitaka kuyapata uwezo ukajua utaenda wapi. Sasa sisi kama machifu, kama moja ya machifu, tutakusanya vitu vyote vya utamaduni ambavyo vitawekwa kwenye ukumbi huo, na hatimaye mgeni akija akitaka kujua kile amavi galibulewule ataenda kuona pale. Ulwala lwa kusiela amalesi ulibulewule ataenda pale, atakaenda kuangalia, kwa sababu vitu hivyo zamani ndivyo vilikuwa vitu ambavyo wanatumia babu zetu za kale. Lakini tatu, katika ukumbi huo au katika eneo hilo tunajenga ofisi ya mwenyekiti wa machifu, atakuwa na ofisi yake. Pili, ofisi ya katibu kwa ajili ya nyaraka na mambo mbalimbali. Tatu, kutakuwa na ofisi ya kompyuta ambapo kwenye kompyuta itatumika na mambo mbalimbali kwa ajili ya kutunza rekodi, na secretary atakuwepo hapo kwa ajili ya kuchapa nyaraka mbalimbali za machifu. Na mwisho, tunaamini kwamba baada ya kuwekeza hivyo tutakuwa na mambo mengine mbalimbali ambayo tutawekeza kwa ajili ya kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo, ndugu mwandishi wa habari, hiyo ni salamu zetu kwa wananchi wa Kyela ili wajue kwamba tumedhamiria. Asante sana. Sasa kwa niaba ya chifu, kwanza namba moja, naomba nikushukuru Chief Godlove kwamba sasa hivi nafikia tamati na sherehe zetu, lakini kabla ya kuondoka naomba nishukuru jamii ya wananchi wote wa eneo hili ambao wamekuja kushuhudia kukabidhiwa uwanja huu ambao tutajenga ofisi. Lakini pili, niweze kuwashukuru machifu pamoja na mafungu ambao toka asubuhi kwa kweli walikuwa nakungojea, na kweli umekuja na kuwakabidhi kile ambacho ulikuwa umewaahidi. Kwa hiyo bila kusahau, nafikiri umekuja na konvoi yako. Naweza kusema kwamba ni ndugu zako ambao umekuja nao, lakini pia tuwashukuru nao kwa sababu wako na wewe kuhakikisha usalama wako unakuwa mzuri. Nawashukuruni sana. Mwisho nimalizie kwa kusema basi tuwatakie safari njema mwendako, mfike salama, na machifu pia mfike salama, na hatimaye tutakutana tena pale tutakapoitana. Asanteni sana. Asante. Upe mkono mtoto wako. Hongera sana. Mungu akubariki. Wewe ni kijana kutuli. Kijana.